Leo tutaenda kuzungumzia Danieli 2 na Danieli 7, jinsi Mungu alivyoutazalisha ulimwengu juu ya mambo ya kutisha na namna shetani atakavyouharibu ulimwengu. Kitabu hiki unachokiona, Biblia unachokiona hiki, hakijaacha kitu kuhusu ulimwengu huu. Yaani Biblia ndio kitabu pekee kilichoeleza historia ya mwanadamu, alikotokea, alipo na anakoelekea. Kwa hiyo Biblia hii haijaacha kitu. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, imeelezea historia ya kina zaidi kuhusu mwanadamu. Kwa hiyo tutaingia kwa kina zaidi kuangalia unabii wa Danieli 7, namna Mungu alivyoonyesha mambo ya kutisha kwa jamii ya binadamu ambayo yameshatokea na hayana budi kutokea kwa mujibu wa maandiko. Utofauti wa kitabu cha Danieli 2 na Danieli 7 upo katika eneo moja tu, na maana nimesema somo letu itajikita zaidi katika kitabu cha Danieli 7, japo hata 2 pia na tutaitumia. Utofauti wa Danieli 2 na Danieli 7, Danieli 2 tunaona Mungu aliuonyesha ulimwengu mambo ya kutisha kupitia mfalme Nebukadneza. Nebukadneza aliona ndoto ya kutisha sana ya sanamu kubwa kama hilo ambalo nimekuwekea hapa. Sanamu hili baada ya kuona alishindwa kuelewa maana yake, ndipo akaomba fasiri kwa waganga na wagaguzi na wakuu wa dunia mbalimbali, lakini alishindwa kupata fafanuzi hiyo na tafsiri hiyo ya maandiko ya ndoto aliyoiota. Ndipo mpaka Danieli mtu wa Mungu akaja kumfasiria kwa kile ambacho alichokiota. Hiyo ni maana ya Danieli 2, utofauti wake wa kwanza. Mungu aliuonya ulimwengu, aliuonyesha ulimwengu mambo ya kutisha kupitia mfalme Nebukadneza mwenyewe, kipindi cha zama za ufalme wa Babylon. Lakini tunaona kitabu cha Danieli 7, Mungu alimuonyesha Danieli mwenyewe katika maono ya njozi aliyoiota. Yaani Danieli aliona maono. Kule mfalme aliota ndoto ya kutisha, Danieli aliona maono, lakini huku ni Danieli, kule Nebukadneza. Kwa hiyo huo ndio utofauti wao mkubwa sana. Sasa leo tutajikita zaidi kuangalia mambo Mwenyezi Mungu aliyoyaonya kupitia Danieli 7. Lakini kabla hatujaenda huko, kuna kitu cha msingi sana inapaswa tukielewe. Mungu wakati anauonya ulimwengu kwa mambo ya kutisha ambayo hana budi kutokea upesi, alijaribu au alitumia lugha za kinabii. Yaani Biblia kuna maeneo Mungu alitumia lugha za kinabii ambazo zinahitaji fasiri ya maandiko ya kinabii ili kuzielewa. Kwa mfano katika kitabu cha Danieli 7 na kitabu cha Ufunuo, Mungu anaposema neno mnyama, fasiri ya kwanza ya neno mnyama, Mungu huwa anamaanisha utawala. Yaani ukisikia neno mnyama kibiblia maana yake ni utawala. Mungu anaposema, ukisikia neno bahari ama maji, maana yake huwa inaashiria watu wengi ama mataifa. Mungu anaposema upepo, maana yake huwa anaashiria machafuko ama vita. Ndio tafsiri ya upepo kwa tafsiri ya kinabii. Mungu anaposema pembe ndogo huwa anamaanisha mamlaka kwa mujibu wa tafsiri ya kimaandiko. Lakini pia Mungu anaposema kwamba joka maana yake huwa anawakilisha shetani. Lakini pia Mungu anaposema neno mwanamke, kwa mujibu wa kinabii pia mwanamke ina maana mbili. Maana ya kwanza ni mwanamke wewe ambayo unayemjua wewe kwa kawaida, lakini maana ya pili Mungu huwa anamaanisha kanisa. Kwa hiyo hizi ndio tafsiri za kinabii ambazo Mwenyezi Mungu huwa anazitumia katika unabii wake. Kwa hiyo Danieli 7, ili uielewe vizuri, lazima uelewe maana ya tafsiri
za kinabii kama nilivyozisema hapa. Kwa hiyo sisi leo tutakwenda kuingia kwa kina zaidi kuangalia Mungu aliuonya nini ulimwengu kwa mujibu wa kitabu cha Danieli 7. Tutatumia kitabu cha Danieli 7 huku tukireference kidogo kitabu cha Danieli 2, lakini kitabu zaidi Mungu aliongea mazito kupitia Danieli 7. Naomba fuatana na mimi katika Danieli 7 tuelewe Mungu aliuonya nini ulimwengu kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Danieli 7 inazungumza wazi zaidi. Inasema hivi: katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake, ndipo akaiandika ile ndoto, akatoa jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akasema, na aliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, pepo 4 za mbinguni zikavuma juu ya bahari kuu. Danieli, ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, ni mbali mbali. Sasa nishakwambia tafsiri ya wanyama, kila tafsiri ya wanyama weka utawala. Wanyama hao sasa anasema wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama na hata mabawa yake yakang'olewa, ikaunuliwa juu ya nchi. Akasimamishwa kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa mwanadamu. Danieli anasema maandiko hayo. Natazama mnyama mwingine wa pili alikuwa mfano wa dubu, akainuliwa upande mmoja, naye alikuwa na mbavu 3 kichwani mwake kati ya meno yake. Nao wakamwambia hivi, inuka ule nyama nyingi. Baada ya hayo nikaona natazama mnyama mwingine kama chui, naye alikuwa na mabawa, mnyama wa 3, naye alikuwa na mabawa 4 ya ndege juu ya mgongo wake. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4, naye akapewa mamlaka. Baada ya hayo, Danieli 7:7 sasa. Baada ya hayo nikaona katika maono ya usiku, natazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi sana, naye alikuwa na meno makubwa ya chuma, akavunja akakanyaga mabaki kwa miguu yake, naye alikuwa mbali na wale wanyama wote waliokuwa kabla yake. Naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe hizo, natazama pembe nyingi iliyo ndogo, natazama pembe nyingine iliyo ndogo ikatokea kati yao, ambayo mbele yake pembe 3 katikati ya zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Natazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichonena maneno makuu. Huu ni unabii wa kutisha sana kwa mtu ambaye anaelewa alama za kinabii. Danieli hapa katoa unabii wa kutisha sana. Mungu alimuonyesha Danieli mambo ya kutisha ambayo yatakwenda kutokea duniani. Sasa Danieli 7 imejaribu kuonyesha wanyama 4 ambao watakokuja kutokea duniani. Na nimeshasema tafsiri ya wanyama manake ni ufalme. Kwa manake kwa tafsiri ya kina kwamba kuna falme 4 ambazo zitakuja kutokea duniani, ambayo falme hii ya kwanza kwa mujibu wa vitabu, falme ya kwanza ambayo iliyowahi kutikisa dunia nzima ni Babylon Empire au Babeli kwa tafsiri ya Kiswahili, ambako watawala walikuwa wakina Belshaza na Nebukadneza. Hii ni utawala ya kwanza ambayo iliyowahi kutawala dunia. Lakini utawala ulikuja kuangushwa na utawala wa Umedi na Uajemi kwa maana ya Persia, ambao kwa sasa ndio kama tafsiri ya Wairani wa leo wanakoishi pale, lakini utawala ulikuwa unaitwa Persia ama Umedi na Uajemi. Huu ufalme ndio ulifanikiwa kuangusha utawala wa Babylon, ambao tunasema Umedi na Uajemi kiongozi wao walikuwa wakina Koreshi enzi hizo. Kutoka utawala huo Umedi na Uajemi tunaona ukaja utawala wa Kiunani ama Kigiriki. Kiunani au Kigiriki kwa kauli nyingine. Watawala walikuwa wakina Alexander na wale majemadari wake 4 wale ndio walikuwa wakicontrol dunia kwa wakati huo. Huu ni utawala wa 3 wa Kigiriki.
Lakini pia tawala ya 4 ambayo Danieli anajaribu kuzungumza kwamba alimuona mnyama mwingine, alikuwa mbali na wale wa kwanza, mwenye kutisha, mwenye uwezo mwingi. Alafu katika yule mnyama kuna pembe 10. Alafu katika pembe zile 10 kuna pembe ndogo inatokea ya mfano wa macho ya mwanadamu. Huyu ndo mnyama wa 4 ambaye kwa tafsiri inamaanisha ni dola ya Rumi ama Roma Empire ilipokuja kuibuka. Sasa ndo mnyama huyu wa 4 wa kutisha ambao tunaona Danieli anazungumza. Sasa tafsiri ya juu ya zile pembe ndogo, tafsiri ya zile pembe 10 ambazo maandiko imejaribu kuzungumza hapa Danieli 7, manake inamaanisha ni falme ama nchi 10 ambazo zilikuwa kwa kipindi hicho, ambako unaona tukisoma hapa, na nitakuwekea hapo juu hizo nchi, utaziona hapo juu 10 kwa wakati huo zilikuwa zina majina yake ya kikabila, alafu nita reference kwa sasa huwa zinaitweje. Tunaona anasema baada ya zile pembe 10 kuna pembe ndogo iliibuka ya mfano wa mwanadamu. Lakini hii pembe baada ya kuibuka, maandiko pale yanasema kwamba zile pembe 3 zitang'olewa. Anachomaanisha katika zile falme 10 ambazo nimezisema hapo juu, baada ya kuibuka pembe ndogo. Pembe ndogo ni mamlaka, kama nilivyokupa tafsiri ya pembe ndogo au pembe ni mamlaka. Maana yake sasa hii ni mamlaka ya papa, mamlaka ya upapa, sio mtu mmoja fulani, hapana. Ile mamlaka ya upapa ile baada ya kuinuka sasa, ndio tunaona kwa namna moja ama nyingine pembe 3 zikang'olewa. Maana yake sasa, kwa mujibu wa maandiko, inaonyesha wazi kwamba upapa ulipoinuka kuna baadhi ya nchi 3 ziliangushwa, na sababu ya kuangushwa hizo nchi 3 na kufutwa, zile nchi zilikuwa zinaonyesha kwamba upinzani mkubwa sana kwa mamlaka ya upapa. Kwa hiyo Rumi ilijaribu kupambana kuzizoofisha hizo nchi na kuziangusha, kwa sababu zilikuwa zinapinga mamlaka yake. Na wakati dola ya Rumi inainuka, au dola ya Rumi Empire, Roman Empire, wanainuka na nguvu zao. Kumbuka nimesema hawa watu walitawala dunia nzima. Sasa ili wa ucontrol ulimwengu, watawale kwa kila kitu, basi lazima waingie kwenye dini, wahakikishe kwamba lazima mioyo ya watu waishike pia. Kwa ndio maana ikainuliwa mamlaka hii ya upapa. Lakini baada ya kuona kuna watu au mataifa 3 yanaipinga hii mamlaka, ni pale mataifa yakaondolewa. Kwa ndio sababu ya kusema Danieli pembe 10, pembe moja ilipoibuka ndogo, pembe 3 zikang'olewa. Maana yake ndio tafsiri ya hiyo ambacho. Kwa hiyo Rumi ikawa ina nguvu sana. Rumi ikawa imefanya mambo makubwa sana katika tafsiri ya maandiko matakatifu namna inavyosema. Kwa hiyo tutaendelea zaidi kuendelea kuona mambo ya kutisha ambayo yaliendelea kwa mujibu wa maandiko. Anasema katika kitabu cha Danieli sasa, anasema tumalizie hapa kwanza. Anasema nikaziangalia sana pembe hizo, na tazama pembe nyingine iliyo ndogo ikatokea kati yao, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichonena maneno makuu. Kwa tumeona dola ya Rumi yenyewe, empire hii mwaka wa 27 ndio ilianza kushika dunia. Yani Roma mwaka wa 27 ndio hapo ikawa ina mamlaka na nguvu kubwa sana ya kidunia zaidi, kwa sababu tunaona kabla ya wao walikuwa Wagiriki. Kwa hiyo mpaka wao kuja kuwazofisha Wagiriki au Wagiriki kuzofika baada ya Alexander kufa, wao walikuja kupata nguvu hii mwaka wa 27 AD, ndio wakawa na nguvu kubwa. Sasa tunaona mwaka kuanzia mwaka wa 300 na kuendelea, Roma ndio ilizidi kufanya mambo makubwa mpaka kufikia mwaka wa 534. Mambo haya yote tunayozungumza hapa, Roma ilitumia kipindi hiki kuyakamilisha. Sasa tuendelee kitabu cha Danieli 7:15 ambayo 15:28 anasema hivi: mimi Danieli roho yangu ilihuzunika, mimi Danieli roho yangu ilihuzunika ndani ya mwili wangu, na maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Yani Danieli nabii baada ya kuona maono haya ya kutisha, roho yake ilifadhaika sana. Nikamkaribia mmoja wao waliosimama karibu, nikamuuliza kweli hayo yote?
malaika alimkaribia malaika aliyokuwa karibu ili kumuuliza tafsiri ya maono yale ambayo yeye aliyaona katika njozi hiyo au katika maono hayo ambayo Danieli alikuwa anayaona. Anasema nikamuuliza kweli ya hayo yote, basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Yani yule malaika akamjulisha Danieli tafsiri ya mambo yale ambayo aliyoyaona. Anasema wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Ndio anarudia maneno yangu niliyotoa fafanuzi hapo juu. Ni wanyama hao wanne uliowaona wakubwa, wafalme wanne watakaotokea duniani, lakini watakatifu wake alio juu wataupokea ufalme, nao wataumiliki huo ufalme milele, naam hata milele. Yani baada ya ufalme huo wanne ambao Warumi Empire, tunaona watakatifu wake wataupokea ufalme baada ya ufalme huu. Manake baada ya ufalme huu sasa Warumi ama Roma Empire utakuja ufalme wa Mungu ambao wa Yesu, ndipo watakatifu wataupokea ufalme. Na ndio maana Yesu anawaambia watu, mkawaambie watu mkawahubiri kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni unakaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni unakaribia. Tupo nyakati za mwisho. Manake huu ufalme tunaozungumzia sasa ni ufalme bado unaishi, ufalme wa Roman Empire. Kwa sababu kwa nini tunasema Rumi ndo ufalme ya mwisho? Hizi zingine zilizokuja kutokea hazikutawala dunia nzima. Na ndio maana unaona hata leo hii bado kuna mabaki ya nadharia za Rumi nyingi sana kwenye dunia nzima. Ziko hizo kwa sababu Rumi ilitawala dunia nzima. Hizi tawala unazoona sasa hizi za mataifa hayatawali ulimwengu kwa ujumla kama vile ilivyokuwa Rumi inatawala. Kwa hiyo ndio maana tunasema kweli sasa hivi kuna mataifa yanatawala kwa mjumuiko wa pamoja, lakini hamna taifa moja tu lenye nguvu moja kwa moja ya kudhibiti ulimwengu kama ilivyo. Kama sasa hivi tunaona kwamba kuna mataifa tunayoyaona kama Russia ambayo ni Urusi, kuna China, taifa ni kubwa sana. Kuna taifa pia nao yana nguvu japokuwa ni madogo kama Irani, pia ni taifa ambalo lina nguvu sana. Marekani yenyewe sasa huwezi kumpa tiketi Marekani ndo mtawala wa dunia ikiwa kuna China vile ana ukuu wake pia. Kwa hiyo sasa hivi dunia imeshikwa na mataifa makubwa kadhaa. Lakini anaposema utawala wa Rumi ni utawala wa mwisho, maana yake Rumi ni tawala ambaye ya mwisho pekee iliyotawala dunia nzima bila tawala nyingine kusimama. Na ndio maana anasema baada ya utawala huu utakuja utawala wa Mungu ambao ni wa mwisho, ambao sasa hapa ana reference kitabu cha Danieli 2, ambao ukisoma pale katika sanamu lile ambalo nimekuwekea hapa, maana huko nimekuwekea wanyama Danieli 7, huko nimekuwekea sanamu ile ambayo nimeliweka hapa. Unaona kwa pembeni kama hapo chini hapo panaonekana vizuri, kuna jiwe linatoka linakuja kuivunja ile sanamu au kuipiga ile sanamu. Maana hili jiwe ni ufalme wa Mungu ambao Danieli 7 kule anasema baada ya kuzoofishwa kwao, falme hii itakuja falme ya Mungu, utakatifu utamiliki na utatawala. Maana hili jiwe ndio tafsiri ya Danieli 2, itakuja kuvunja ufalme huu ambao upo sasa hapa. Tuendelea hapa, Danieli anasemaje sasa kwa mujibu wa maandiko? Anasema hivi. Anasema tunaendelea sasa hapo. Anasema ndipo nikataka kujua kweli habari ya yule mnyama wa nne aliyekuwa mbali na wale wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba. Tuanzie juu kidogo. Anasema lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme, nao wataumiliki huo ufalme milele, naam hata milele, kama vile nilivyosema hapo. Ndipo nikataka kujua kweli ya habari za yule mnyama wa nne aliyokuwa mbali na wale wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula akavunja na kuyakanyaga mabaki ya miguu yake, na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake 3 zilianguka. Naam, ile pembe iliyokuwa na macho na kinywa kilichonena maneno makuu,
ambayo kuonekana kwake kulikuwa kukubwa kuliko mwenzake. Nikatazama na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Yani watakatifu waliteswa sana kipindi cha utawala wa Rumi Empire, kuwalazimisha kuamini itikadi zao za kupingana na maandiko. Anasema na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliyo juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Akasema hivi, mnyama yule wa nne atakuwa ufalme wa nne duniani, ambao utakuwa mbali na falme zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo watatokea wafalme 10 kama nilivyosema, na nawaekea hapo juu hizo falme. Anasema na mwingine atatokea baada yao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawaangusha wafalme watatu. Ndio nimetoa ufafanuzi kwamba mamlaka ama utawala huu wa Rumi umeangusha nchi tatu ambazo nimeziwekea mstari mwekundu hapo. Anasema naye atanena, anasema na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo watatokea wafalme 10, na mwingine atatokea baada yao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawaangusha wafalme watatu. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawazofisha watakatifu wake aliye juu. Sikia vizuri hapa, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Hiyo ni Danieli 7:25. Sasa naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawazofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Neno, ukisikia neno wakati manake ni mwaka mmoja kwa tafsiri ya Biblia. Nyakati 2 manake ni miaka 2, na nusu wakati manake ni nusu mwaka, manake hapa ni miaka 3.5 kwa tafsiri hii. Lakini hukumu itawekwa, nao watamwondolea mamlaka yake, kuyapoteza na anasema kuyaangamiza hata mwisho. Anasema na ufalme na mamlaka, ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Danieli 7:28 anasema huu ndio mwisho wa mambo hayo. Nami Danieli, mawazo yangu yakanifadhaisha sana, na uso wangu ukanibadilika. Lakini Danieli anasema na uso wangu ukanibadilika, lakini naliyahifadhi mambo hayo moyoni mwangu. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Danieli alihuzunika sana baada ya kupewa mambo haya ya kutisha kuhusu ulimwengu. Kwa hiyo Mungu aliuonya ulimwengu na akautahadharisha juu ya mambo haya. Na Danieli 7:25 hapa anajaribu kuzungumza na kusema kwamba mamlaka hiyo ama utawala huo, mamlaka hiyo itaazimu kubadili majira na sheria ya Mwenyezi Mungu, naye ataazimu kubadili majira na sheria ya Mwenyezi Mungu. Tunaona kuanzia mwaka 325 mpaka kufikia mwaka wa 534 AD, Rumi ama Roma ilifanya mengi sana katika kanisa. Kwanza ilichokifanya, unabii wa kubadili majira na sheria ya Mwenyezi Mungu ulitimia. Tunaona jambo la kwanza walichokifanya, kitabu cha Kutoka 20 kuanzia mstari wake wa kwanza, soma ile amri ya pili. Sasa inasema usijifanyie sanamu ya kuchongwa ya mfano wa kitu kilichokuwa juu mbinguni au duniani. Kwa hiyo baada ya kuona wamewatesa mno watakatifu na kuangamiza, lakini wakashindwa, ikabidi wayaingie mafundisho. Ndio tunaona sasa wakabadili sheria ya kwanza, wakaingiza masanamu kwenye ibada. Maana leo unaona Roma ina ibada ya masanamu, kitu ambacho Biblia haijaandika. Ile jambo limeingizwa, ilipo kinyume na maandiko. Kwa hiyo ibada ya sanamu Biblia imekataza.
wao wakaingiza, wametimiza tayari unabii wa kitabu cha Danieli 7:25. Lakini pia jambo la pili, tunaona kitabu cha Kutoka 20 mstari wake wa 8, amri ya 4, Mungu anasema ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Siku 6 fanya kazi, siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo Mungu alitoa Sabato kama zawadi kwa mwanadamu kwa ajili ya kufanya ibada siku hiyo. Ndio maana unaona kuanzia kanisa la awali mpaka mitume wote, kabla Yesu kuondoka, pia baada ya kuondoka, mitume wote waliendelea kushika jambo hili ama siku hii ya ibada. Lakini ilipokuja Rumi au dola ya Roman Empire ikaingiza ibada ya Sunday, siku ya jua, mwaka 325, Konstantino alifanya mengi sana. Huyu ndugu yetu alifanya mengi sana. Akaingiza mafundisho ambayo Biblia imekataza kwa mujibu wa maandiko, ikiwemo hiyo Sabato wenyewe ikaondolewa kabisa, akaweka Sunday ndio siku ya jua. Lakini maandiko yanasema mamlaka hii ilijaribu kubadili sheria ya Mwenyezi Mungu na majira, lakini tu sio hapo tu, hawakubadilisha kabisa sheria yenyewe kwamba kuharibu sasa kitabu hapa. Ndio maana leo hii kuna mgawanyiko kwamba kuna Wakristo wale wa kweli wanaoshika amri 10 za Mwenyezi Mungu na kuhifadhi maandiko, bado wanaitii hii siku ya Sabato kwa maana siku ya kuabudu ambayo Mwenyezi Mungu ameitenga kwa ajili ya ibada. Na Sabato haijatolewa kwa sababu ya Wasabato. Hii hapa kidogo niweke sawa. Tunaposema kitabu cha Kutoka 20, tunazungumza miaka ya 1500 BC, before Kristo, kabla hata ya Yesu mwenyewe kuja. Usabato au Wasabato wao wanaendeleza desturi ya Ukristo ambao tangu awali ulikuwepo hivyo, au imani ya Mungu ilikuwepo hivyo. Wasabato au sio waasisi wa Sabato wenyewe, hapana. Kwa hiyo tunavyoongea kuhusu Sabato hatumaanishi Wasabato au wanavyoishika, hapana. Sasa tuendi huko. Sisi tunazungumza Sabato ni kama ni kama ibada ambayo Mungu ameshaiweka kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Kwa watu ongei kuhusu habari ya Sabato kwa sababu Ukristo sio dhehebu. Hapa tunaongea Biblia imeagiza kuhusu Sabato. Kwa hiyo wakafanikiwa kubadilisha, wakaweka vile walivyoweka wao desturi zao za kibinadamu ambazo nishazungumzaga kwenye video zangu nyingi, namna walivyoingiza ibada zile za Babeli wakaziingiza kwenye kanisa sasa, ikiwa na kuharibu siku yenyewe ya ibada na kuweka Jumamosi na kuweka Jumapili, kuondoa katika hali ya Jumamosi kama ilivyokuwa kawaida. Lakini pia kuishia hapo tu, wakaingiza fundisho la Utatu, Trinity. Trinity ni kuamini kwa Mungu ni mmoja, amejifunua katika nafsi tatu. Yaani ili awe Mungu anakamilishwa kwa nafsi tatu, kitu ambacho Biblia yenyewe haijaeleza. Hakuna maandiko hayo. Kweli Mungu ni mmoja, lakini hajajifunua katika nafsi tatu. Yaani yeye ni yeye peke yake, anajitosheleza. Hana haja ya mwingine aje ili amkamilishe. Maandiko hayo yapo. Tushazungumzaga ile somo la uungu wa Baba katika ukamilifu wake. Tushazungumzaga hapo Mungu mmoja ni nani. Liko somo ambalo tushazungumzaga hapo chini. Unaweza kufuatilia pia. Kwa hiyo na miongoni mwa mafundisho mengi ya masanamu na ibada ambazo zisizofaa, ambazo Biblia yenyewe haikuagiza. Yaani lengo mamlaka hii itimize unabii, lakini pia ipingane na Mungu. Kwa hiyo huu ndo unabii wa kitabu cha Danieli 7 wa mambo ya kutisha ambayo Mungu aliuonya ulimwengu na akauonyesha kwa Danieli 7. Kwa hiyo naomba ndugu yangu ndani tazama, kama una mawazo yoyote ya somo hili ambalo unaweza na wewe ukachangia kwa mujibu wa maandiko, Danieli 7 paragrafu yote, changanya tena na Danieli 2 ambayo kuhusu sanamu hilo. Nipe fafanuzi zako, nipe uelewa wako, unaelewa nini kuhusu unabii huu. Yaani lengo tushare. Lakini mimi kwa upande wangu nimejaribu kuonyesha mambo ya kutisha, nimekuonyesha ambayo Mungu aliyaonyesha kupitia Danieli kuutazalisha ulimwengu. Jina langu mimi naitwa Justin Potas Likolile. Kama hujafollow ya account ama kusubscribe our channel, welcome na kukaribisha sana.
tujumuike pamoja katika safari hii. Asante.